Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tunakuomba Mungu Roho Mtakatifu uliyetusindikiza toka makwetu na tukafanya shughuli mbalimbali hadi kufika hapa sisi kama mahujaji. Tunakuomba uendelee kuwa nasi ya tunaoshirikishana hapa, tuweke katika maisha yetu na utendaji wetu, ili tulete mabadiliko katika maisha yetu na utendaji wetu, na kwa jinsi hiyo basi tuweze kubadilisha ulimwengu. Atukuze Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Jubilei 2025. Mahujaji katika matumaini. Basi ndugu wanahabari kwa namna mbalimbali, wengine vyombo vya redio, wengine magazeti, wengine television, basi na namna mbalimbali, karibuni sana hapa kwenye kituo hiki cha hija hapa Ifucha, ambayo ni moja ya vituo vya hija hapa jimboni. Kituo kingine ni kanisa kuu la Mtakatifu Terezia mtoto Yesu pale Tabora. Kumbe karibuni sana, siku hii ni ya kwenu pia, na karibuni basi tushiriki na tushirikishane ambapo Roho Mtakatifu wa Bwana atatuongoza. Sasa tuko mwaka huu unaitwa ni mwaka wa Jubilei. Ni mwaka ambao Baba Mtakatifu aliuzindua kwenye mkesha wa Christmas mwaka jana 2024. Na hivyo pia ataufunga mwaka huu kwenye Christmas ya mwaka huu. Pia mwaka huu tumeuzindua pia kijimbo, majimbo yote ulimwenguni, katika sikukuu ya familia takatifu, ambayo ilikuwa ni tarehe 29 ule mwezi wa 12 mwaka jana. Na pia mwaka huu 2025 tunakwenda kufunga mwaka huu mtakatifu wa Jubilei kwa siku hiyo hiyo ya sikukuu ya familia takatifu, ambayo itakuwa ni tarehe 28 mwezi Desemba. Kumbe tumo ndani ya kipindi hiki cha Jubilei. Hasa utaratibu wa Jubilei ni utaratibu wa Kanisa Katoliki. Kila baada ya miaka 25 tunafanya Jubilei. Jubilei iliyopita ilikuwa ni mwaka 2000. Na hii ya sasa ndio maana ni 2025. Itakayofuata 2050. Itakayofuata 2075. Itakayofuata mwaka 3000. Na imani kabisa wengi wetu tutakuwa bado tupo. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo ni Jubilei mpaka ujio wa pili wa Kristo, ambao ndio mwisho wa ulimwengu, mwisho wa dunia. Alafu kitachofuata hapo sasa ndio Jubilei ya milele na hija ya milele kwenda kule mbinguni. Hasa huu ni mwaka wa 25 toka mwaka 2000 tunafanya Jubilei hii. Na kwa ufupi kabisa tunaposema Jubilei, maana yake ni shangwe iliyojaa shukrani au furaha iliyojaa shukrani. Tumesikia na wenzetu kwenye maandiko matakatifu hapa, hata kabla ya Kristo pia walifanya hizi Jubilei kumshukuru Mungu kwa neema za Mungu na yote yanayofika katika maisha yetu kwa sababu ya Mungu. Ndio maana madamu pia alipumzika, akatafakari, akatenda mambo mbalimbali ya kumshukuru Mwenyezi Mungu. Na sisi ndio tunafanya hivyo. Toka 2000 na sasa 2025 tunafunga break. Tunamshukuru Mungu tukifurahi na kumfanyia shangwe. Lakini pia Jubilei tunapoendelea kushangilia na kufanya furaha, ni kipindi pia cha kutafakari. Ndio maana toka mkesha wa Christmas mwaka jana mpaka tunakwenda kuhitimisha Jubilei mkesha wa Christmas mwaka huu, ni lazima tujae tafakari. Na hapa katikati ndio maana unaona zimejaa tafakari mbalimbali, na moja wapo ni hii ambayo tunayofanya sisi hapa. Lazima kujitafakari. Miaka 25 mwanadamu na jamii nzima mwanadamu katika maisha yetu na utendaji wetu, ni lazima uangalie ulikotoka. Je, umetoka umebomoa huko? Hiyo miaka 25 ya nyuma umetoka unajenga. Lazima pia ujiangalie hapa ulipo sasa, unafanya nini? Unaendelea kubomoa, unaendelea kujenga? Mwanadamu pia lazima uangalie unakokwenda huko. Malengo yako, mipango yako ni ya kujenga au ni ya kubomoa? Kwa hiyo maisha yetu yanahitaji break, yanahitaji pumziko, yanahitaji tafakari.
na hapo maisha ndio yanapata maana kamili ya maisha. Bila kukaa na kupumzika na kutafakari hatuwezi kwenda. Tunapokaa kama mkao wa leo hivi, huu ndio mkao wa Roho Mtakatifu, na kwa njia ya Roho Mtakatifu atatuonesha mengi tu, wapi tumeharibu huko nyuma, na sasa wapi tunaharibu, na tukiendelea kuharibu wapi. Roho Mtakatifu pia anaendelea kutuwezesha na kuona huko tulikotoka, wapi tumejenga, wapi tumewezesha. Kumbe Jubilei ni kipindi cha kutafakari, kuangalia tulikotoka, kuangalia tulipo na tunapokwenda. Na kutafakari hii ndio tunaweza kufanya mabadiliko. Mabadiliko yanakuja kwa njia ya tafakari, na anapata nguvu tunapokuwa na roho huyo wa Bwana. Kumbe Jubilei pia ni mwaka mtakatifu kwa sababu unahimiza mabadiliko. Ndio maana tuita ni mwaka mtakatifu, unahimiza mabadiliko. Tulipofanya vizuri, basi tuendelee kufanya vizuri zaidi, ni mabadiliko. Tulipoharibu, tupajenge na kuimarisha, ni mabadiliko. Sasa ni kazi ya Jubilei, ni kazi ya mwaka huu. Kwa hiyo mwaka huu ni mtakatifu kwa sababu ni mwaka wa mabadiliko katika maisha yetu, katika utendaji wetu na namna zetu. Ndugu zangu, tunapoendelea kutafakari haya pia, hebu tuangalie hali halisi ya sasa. Tumetoka mwaka 2000, tuko 2025. Hali ya halisi na kutafakari ya kanisa ni kwamba maovu yanaongezeka, maovu. Hivyo changamoto mbalimbali katika maisha pia zinaongezeka. Na hali hii inapoteza tumaini la kuishi. Uovu unapoongezeka, tumaini la kuishi linapungua. Changamoto zinapoongezeka, tumaini la maisha pia linapungua. Ni kwa sababu mwanadamu anakuwa ni mwanadamu anayeteseka. Tumaini linapotea, amani inapotea, furaha inapotea. Tumeumbwa na Mungu tuishi kwa matumaini. Tumeumbwa na Mungu tuishi kwa amani. Tumeumbwa na Mungu na tukakombolewa naye tuishi kwa furaha. Lakini kuna vitu vinatuvuruga hapo katikati. Kwa nini furaha kwa mwanadamu inapotea kila kucha? Kwa nini amani inapotea, matumaini yanapotea? Sababu kubwa ni hizo. Maovu yamepamba moto. Changamoto katika maisha zimepamba moto. Hasa ndio maana pia tuko hapa, na sisi wenyewe tujione kama ni washiriki wa hayo, na sisi wenyewe tuone sasa tunakwenda kuchangia nini katika maisha yetu, tunakwenda kuchangia nini katika taaluma yetu hii ya wanahabari, kusaidia ulimwengu urudi katika amani, urudi katika utulivu, pia ulimwengu urudi katika furaha. Hasa kuna mengi tu ambayo hatuwezi tukasema yote, na nyinyi mnajua zaidi kwa sababu ndio mnafanyia kazi zaidi. Hebu angalia ulimwengu wetu leo hii, swala ugandamizaji kwa mfano, ugandamizaji sasa upo kila kona. Kwenye ajira hizi, kwenye biashara, kwa mkulima, kwa familia, kila wakati. Mwanadamu atapata wapi furaha? Angalia haki, swala haki kwa mfano. Na Baba Mtakatifu ameliongea sana. Haki inazidi kudorola, inazidi kushuka. Hata sisi wenyewe huko tunaufanyia shughuli zetu, hata sisi wenyewe huko tunakoishi, yaangalie jamii yetu inavyokwenda. Haki inazidi kushuka. Hivyo amani ndivyo inavyoshuka, furaha ndio inashuka, na matumaini ya watu yanashuka, mateso yanaongezeka, na sio mateso tu, mpaka vifo vinaongezeka. Changamoto ni nyingi, maovu ni mingi. Angalia ukatili. Tunao mengi ya kusema. Leo hii redio gani duniani, utaifungua asubuhi mpaka unafunga jioni au usiku, na redio zingine zinakesha.
hautasikia habari ya ukatili. Redio gani? Leo utanunua gazeti gani? Toa ukurasa wa kwanza mpaka wa mwisho, usisome habari za ukatili. Wapi? Leo hii lolote unalofanya au yote unayoyafanya, yafanye kwa wema, yafanye kwa bidii, yafanye kwa upole, yafanye kwa upendo, yafanye kwa uvumilivu, na juu ya yote mtangulize Mungu. Lolote unalolifanya au yote unayoyafanya, ndani ya redio yako, ndani ya magazeti yako, kwenye duka lako la vitabu, kwenye uandishi wa vitabu, kwenye television, popote pale wewe mwanahabari, na katika maisha yako pia, tenda yote kwa wema, yote. Hata kama mwingine anakufanyia vibaya, wewe rudisha jema. Basi mhariri hajatoa habari yangu ile kwa nzuri, ametoa habari ya ndugu yake, simsalimii. Hapana. Sasa ndio msalimu mara tatu. Tumsifu Yesu Kristo. Umepata posho, hujapata, lolote lile, yote katika maisha yetu na utumishi wetu, anatuongoza somo yetu, na ndio aliishi hivyo, na ndio maana leo ni mtakatifu. Tenda yote kwa wema. Hata kama jamii inakutendea mabaya, wenzako wanakutendea mabaya, tenda yote kwa bidii. Kwenye bidii ndio kuna mafanikio, na hapo Mungu humsaidia mwenye bidii, sio kubweteka na kukata tamaa. Tenda yote kwa upole, na huyo somo yetu alikuwa mpole kabisa, na ndio maisha katika Roho Mtakatifu pia utakwenda kushinda. Tenda yote kwa upendo, usichukie mtu, usiwe na visasi na mtu, wala usiwe na fitina na mtu. Kwa pengine tunavyofanya, nasikia redio fulani nasema redio fulani, mwingine anamfanya tusiende huko. Tenda yote kwa upendo, na tenda yote pia kwa uvumilivu. Pengine mazingira yetu kufanya kazi ni magumu, tutende kwa uvumilivu katika yote, na katika yote sasa tumtangulize Mwenyezi Mungu. Jubilei 2025, mahujaji katika matumaini. Ndugu zangu, hili la mwisho ndio la mkazo zaidi, kumtanguliza Mungu. Sisi wanahabari tulio wengi tunashindwa kumtanguliza Mungu, na mifano yuko mingi na chungu mzima. Tujiulize, kwa mfano, hii ni Kwaresma. Wanahabari wangapi tumefunga? Tumsifu Yesu Kristo. Wanahabari wangapi tumejikatalia anasa na starehe, sasa tunafanya toba? Baadhi yetu ndio, baadhi yetu hapana. Hiki ni kipindi cha Kwaresma cha matendo mema. Hebu tujiulize, tumepakwa majivu Jumatano majivu mpaka leo, umefanya tendo gani jema wewe binafsi? Na nyinyi kama kikundi mnafanya labda kwenye taasisi fulani, mmefanya tendo gani jema? Baadhi ndio, baadhi hapana. Maana tumtangulize Mwenyezi Mungu. Hii ni Kwaresma, ni wakati wa kusali zaidi na zaidi. Sisi watu tunaofanya toba, inawezekana pia kabisa hata kusali kwetu pia ni kwa kubahatisha. Ndugu zangu, hatuwezi kufanikiwa kujikomboa sisi wenyewe wala kukomboa ulimwengu huu kama hatumtangulizi Mungu. Kwa mambo mengine tunashika nafasi ya kwanza, Mungu hana nafasi. Hapana. Hebu tujitahidi kama tulivyosema tukiwa mwanzo, hiki ni kipindi cha jubilei cha mabadiliko. Tubadilike sasa sisi wenyewe kwanza, ndio tutapata nguvu ya kubadilisha wengine. Tuendeni tumtangulize Mungu kwa kila kitu. Jumapili mwanahabari, nenda kanisani. Ijumaa wakati kuna njia ya msalaba, nenda kanisani. Mwanahabari, una basha yako la fungu la 10 la kumshukuru Mungu hicho unachokipata. Mwanahabari, dumu katika maisha ya jumuiya ndogo ndogo. Inawezekana hapa tukiulizana kwamba uona tuka jumuiya gani, wengine watashika kigugumizi. Tumsifu Yesu Kristo. Wengine watashika kigugumizi. Natoka tuko nyumba pale kwenye kona karibu na petrol station. Jumuiya gani? Twende maisha kumtanguliza Mungu. Maisha ya masakramenti haya.
Sasa tukiacha maisha ya nyuma, hata hii jamii tutaisaidiaje sasa kutoka kwenye uovu? Tutaisaidiaje? Mfano maisha ya masakramenti kwa mfano. Kama unaishi bila ndoa mwanahabari, kwanza hii ni Kwaresma, pia ndani ya mwaka mtakatifu, badilisha hayo maisha, rudi kwenye masakramenti. Ndani ya masakramenti ndio tunapata nguvu, sio tu sisi, pia nguvu ya kumtumikia Mungu. Sakramenti zote za kanisa, zote 7 za kanisa, zina uwepo wa Roho Mtakatifu. Sakramenti zote, ndio maana sakramenti zote zina nguvu. Sasa unajitenga na masakramenti alafu unaitumikia jamii, huwezi kuitumikia kwa nguvu. Hebu twende ambao hatuna sakramenti ya ndoa, turekebishe maisha, turudi kwenye sakramenti hizi. Hebu twende ambao tupokee Ekaristi Takatifu, rudi kwenye masakramenti haya. Unampokea Yesu, unakuwa ndani yake na ndani yako, ndio nguvu. Tumsifu Yesu Kristo. Kristo tumaini letu. Basi ni mwaka wa mabadiliko pia. Twende tujifunze pia kwa somo yetu hiyo. Tutende yote kwa wema. Tutende yote kwa bidii. Tutende yote kwa upole. Tutende yote kwa upendo. Tutende yote kwa uvumilivu. Na juu ya yote tumtangulize Mwenyezi Mungu. Tunakwenda kubadilika sisi wenyewe, na hiyo nguvu yetu pia inakwenda kusaidia kuwabadilisha wengine. Haya yote sasa ndio somo yetu, aliishi hivyo, ndio maana pia amefanikiwa kuwabadilisha wengine. Na sisi tunafanya kazi ile ile aliyoifanya. Tukiyashika haya pia tunapata nguvu ya kubadilisha wengine. Kristo tumaini letu. Basi tuende kwenye kumalizia pia sasa. Mambo mengine ya msaada sasa pia ni pamoja na kuishi misingi ya Ukristo wetu. Tujitahidi tuishi misingi ya Ukristo wetu popote tulipo, na pia tuishi misingi ya taaluma yetu. Hii taaluma ni nzuri sana ya wanahabari, ni taaluma nzuri sana. Kazi mnaoifanya nyinyi, hii ni kazi ya malaika, hii ni kazi takatifu. Hata Mungu alikuwa anatuma wanahabari, malaika wake. Nenda kwa Zakaria, nenda kwa Maria, nenda kwa Yosefu. Mnafanya kazi ya habari, ni kazi takatifu kabisa, ni kazi ya Mwenyezi Mungu. Sasa pia tuifanye katika misingi yake. Mfano mzuri tu kwenye tasnia yetu hii habari. Kwanza unapoanza kujifunza tu, nikisema wengine wanafunzi hapa, kwa tunafundishwa mambo ya msingi 5. Ili tufanye kazi yetu vizuri kabisa na tuisaidie jamii. Kuna mambo ya msingi 5. Tuyashike au tuyafanyie kazi. 5 W's and an H. W 5 zile na ile H. Who, what, why, when, where, how. Tukijikita hapo tunalikomboa taifa la Mungu. Tukijikita hapo. Lakini mara nyingi tunayasahau hayo. Tuanza kufanya vya kwetu tu. Haya yanaendana kabisa na maadili. Yanaendana kabisa na kusaidia taifa la Mungu. W ya kwanza, who. Kwanza unajianzia mwenyewe. Mimi nataka kuandika hii habari ni nani mimi? Mimi nataka kutangaza hii habari ni nani? Mimi nataka kuionyesha habari kwenye television ni nani? Utapata jibu, mimi ni Mkristo. Kwa hiyo hao unakwenda kuyaandika au kuyatangaza, utamshuhudia Kristo. Na huyu naye mhoji, haona matika hii habari ni nani? Huyu ni rahisi, huyu ni askofu, huyu ni padi, huyu ni mtu fulani. Utaandika pia habari za kuheshimisha watu, kwa sababu una msingi tayari. Tumsifu Yesu Kristo. Twende tukatende hivyo. Hujaandika habari yako, hujatangaza habari yako, hujaionyesha habari yako, jiulize, mimi ni nani? Litakuja jibu, mimi ni Mkristo. Basi utakwenda kumshuhudia Kristo. Lakini tukikurupuka tu hivi, ndio unaona mambo tunayoandika hapa. Hii habari imeandikwa na nani? Kijana gani huyu? Mkristo. Mkristo gani huyu? Sisi ni mashuhuda wa Kristo popote tulipo, mahali popote tulipo. Na tumetumwa hivyo kwa ubatizo wetu tukapata na kipaimara.
ndio tukamshuhudie hivyo. Tusikurupuke tu, yote tunayotenda yamshuhudie Kristo. Nani mimi naandika hivi, nani mimi natangaza hivi? Ukianza tu hivyo utakwenda vizuri kabisa na utaisaidia jamii. Tumsifu Yesu Kristo. W ya pili, hot. Nini hiki ninachoandika? Ni nini sasa? Cha kuwafanya watu wadumu katika dhambi, au cha kuwatoa watu dhambini, au kusema tu watu? Andika kama Mkristo, andika ukweli. Huu ni ukweli, na ukweli ndio utamkomboa mwanadamu. Nisiandike tu kwa sababu nimepewa pesa au nimeshawishiwa. Hapana, andika ukweli. Huna hakika na ukweli huo, wala usiandike wala kutangaza. Wewe ni Mkristo. Hiki ninachoandika ni nini? Hiki ninachotangaza ni nini? Hiki ninachoonyesha kwenye television ni nini? Ni ukweli huu. Huna uhakika, acha. Wanasema in doubt never act. Kwenye mashaka usitende. Wewe samahani, nimerusha tu habari niliona tu CNN ndio nikairusha. Huna uhakika, acha. Wewe ni Mkristo, fanya mambo kwa uhakika na Roho Mtakatifu. Tumsifu Yesu Kristo. Tukishika misingi hii, hapo kweli jubilei inakwenda kukomboa watu, na maisha yetu yote yanakwenda kukomboa watu. Watu wanateseka na maovu, watu wanahangaika na maovu, twende tuwakomboe. Tushike pia misingi yetu hii ya utendaji. Why? W nyingine. Kwa nini niandike habari hii? Kwa nini nitangaze habari hii? Tumsifu Yesu Kristo. Na unapojihoji maswali haya, ndio Mtakatifu anakuja na utatenda sasa yanayostahili ya matumaini. Lini niandike habari hii? Ni mambo ya muda pia. Sasa habari imepita na nyakati, bado mng'ang'ania tu. Ya siku nyingi wala haina maana tena. Matokeo yake ndio naongeza uovu. Tumsifu Yesu Kristo. Maandishi mmoja ishtakiwa kule. Mtu alishabaka akisia kafanyaje, miaka amefungwa jela. Miaka 30 mtu ametumikia. Sasa anatoa gerezani huyu mtu, ameshajifunza. Anatoa gerezani huyu mtu, ameshajirudi na ameshakutubu. Mwingine anaibuka na gazeti tena. Yule aliyefungwa miaka 30 arudi tena kwenye jamii. Jamani, kaeni macho. Ndio hivyo kweli. Uandishi, wanahabari unakwenda pia na muda. Vinginevyo usipotumia muda vizuri unakwenda kuharibu badala ya kujenga. Jingine muda wake bado, lisubiri. Subirisha. Niseme hili lini, niandike hili lini. Tumsifu Yesu Kristo. Yote ni misingi kwenye taaluma yetu, tukiheshimu kabisa, kazi inaenda vizuri kabisa. Wapi? Au mahali gani? Nawaandikia habari hii watu wa mahali gani? Nawatangazia habari hii watu wa mahali gani? Naonesha habari hii watu wa mahali gani? Unajiuliza. Sasa tunakurupuka tupengia tunaangalia television hivi. Huwezi kujua kama uko Ulaya au uko Afrika. Ya kwetu watuonyeshe. Tumsifu Yesu Kristo. Na habari hivyo tunakuta za wapi za kwetu tutangaze. Au tukifungua vyombo vya habari hapa, watu wanashangilia kweli. Sasa Tabora tumepata vyombo vya habari. Wanashangilia nini? Wanajua sasa mkombozi amekuja karibu yao. Sasa mkombozi anatoa mambo ya mbali tu kila siku. Yanatokea asubuhi mpaka jioni. Ulaya umefanyaje? Si vita vimefanyaje? Jamani, vya Kigwabi tutasikia lini? Vya Kazima tutasikia lini? Vya Mtasi wapi huko tutasikia lini? Tumsifu Yesu Kristo. Kristo. Kuma tujitahidi pia kuwakomboa watu tulionao hapa kwa kuyatazama ya kwao. Tuwape pia nguvu kufanya maendeleo watu waliopo hapa. Kwa hiyo tuende pia tujali hii misingi. Hivyo pia hii ya mwisho ni hao. Hapa na penyewe kuna kazi pia, kuna kazi. Vipi, namna gani? Tukishika msingi huu pia ndugu zangu, tunakwenda kuwakomboa watu katika maovu yao na changamoto zao. Hebu twende, hii ni jubilei, tubadilike. Pengine tunaenda tofauti. Pengine angalia hata muonekano. Mwanahabari anapokuja hata ofisini mwingine, mtu anashtuka. Mpaka atoe kadi. Angalia alivyovaa, angalia anavyosalimia.
Sasa Mungu wangu, hata unakwenda kumtafutia, kwenda kuchukua habari kwake, ameshashtuka, mshaanza kudanganya tu, alafu unakwenda unarusha hivyo muonekano. Tumsifu Yesu Kristo. Naonekanaje? Angalia tunavyohoji watu pia, angalia unayomhoji pia, kaa vizuri, mhoji kwa adabu pia. Kristo. Angalia pia kwenye jamii hii tunavyosaidia. Kuna mmoja pale majuzi, sio maeneo haya, lakini amepoteza kamera hivi kamera. Mwandishi anafika tukio kuna tukio hapo, nyumba inaungua moto kwa mfano, au ajali inatokea. Wewe mwandishi unakaa kupiga picha au unaandika habari. Ni maadili ya kiandishi yao jamani. Tumsifu Yesu Kristo.